kupitia Al-Khair Online TV. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah الذي جعل رمضان من أعظم الشهور وأبركها وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ثم الصلاة بعد والسلام على سيدنا ونبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الله, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunaishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, shahrun mubarakun, shahrul khair, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kwa waumini wa dini ya Kiislamu kufunga ambapo ni wajibu alaihim na si jambo la khiari, ni jambo la lazima kwa kila muumini wa Kiislamu, lazima afunge Ramadhani, ikiwa ni utekelezaji wa nguzo ya 4 katika nguzo 5 za Uislamu. Nichukue fursa hii kuupongeza kwanza uongozi wa Sunni Muslim Jamaat kwa kuandaa mihadhara hii ya mashaikh mbalimbali, wanazuoni mbalimbali kuja hapa, kuwakaribisha hapa kuzungumza juu ya maudhui mbalimbali zinazohusiana na funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi nataka nizungumze leo, niwakumbushe juu ya fadlu Ramadhan wa asraruhu, funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na siri yake, ibada tukufu ya funga ya Ramadhani na siri yake na utukufu wa funga yenyewe. Funga hii, ndugu zanguni, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Na mfano wa hadithi kama hii ambapo malipo yake yanafanana, zimekuja hadithi 3. Kuna man sama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alafu kuna man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alafu kuna man qama laylatal qadri imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mwenye kufunga Ramadhani kwa imani na kutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu, yani ukifunga Ramadhani unatakiwa ufunge kwa imani kwamba ni fardhi kutoka kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala, alafu ufunge kwa kutaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ufunge ukiamini ni ulazima utokao kwa Mola wako, alafu ufunge ukitaraji malipo ya funga hiyo, mlipaji ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Alafu ikaja man qama ramadhana imana wa ihtisaban, mwenye kusimama Ramadhani. Hapa man qama ni qiyamul layl, na inayokusudiwa ni salatu tarawih
kwamba mwenye kuswali sala ya tarawih kwa imani na kutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, naye atasamehewa dhambi zake zilizopita. Alafu wakasema man qama lailatal qadri imana wa ihtisaban, mwenye kusimama katika usiku wenye heshima kubwa lailatul qadri kwa imani na kutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu, atasamehewa dhambi zake zilizotangulia. Matendo haya matatu au aina tatu, lakini malipo yake yanafanana: kufunga Ramadhani imana wa ihtisaban, kusali sala ya tarawih imana wa ihtisaban, kusimama usiku wa lailatul qadri imana wa ihtisaban. Malipo yake ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufanya hivyo atasamehewa dhambi zake zilizotangulia. Ndugu zangu, ni ibada ya funga. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokunukuliwa katika hadithi al-Quds, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kullu amalin ya'maluhu ibnu adam alhasanatu bi'ashri amthaliha illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi wa fi riwayatin wa ana ajzi bihi al-janna. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Quds, kila amal aifanyayo mwanadamu Mwenyezi Mungu ulipa katika utaratibu huu, alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja ulipo kwa 10 mfano wake, ila 700 dhifin, mpaka ziada 700. Ndio kanuni ya ulipaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika matendo ya wanadamu, iwe sala, iwe zaka, iwe hija, iwe amali yote. Akasema illa sauma, isipokuwa funga. Funga kaivua katika utaratibu, katika kanuni hii ya ulipaji. Akasema illa sauma, isipokuwa funga, fa innahu li wa ana ajzi bihi, funga ni yangu mimi nami ndiye ninataraji nitamlipa nini mwenye kufunga. Yani ibada ya funga hakuna anayejua malipo yake isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee. Hakuna anayejua malipo yake. Ni ibadatun baina al-'abdi wa rabbi, ni ibada iliyo kati ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mwingine katikati. Ni ibada ya siri, ibada ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yatruku ta'amahu wa sharabahu min ajli, yani mja wangu huyu anaacha chakula chake, anaacha kinywaji chake kwa ajili yangu. Basi funga hii ni yangu mimi, hakuna mwingine. Wa shahwatahu, na matamanio yake yote anayaacha. Hii funga ni yangu mimi, niachieni mimi, ndiye ninajua nitamlipa nini mwenye kufunga. Hakuna anayejua malipo ya wafungaji illa rabbul alamin, isipokuwa mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee. Na ndiyo maana siku ya Kiyama imethibiti kwamba kuna watu wataingia peponi kwa siri, pasina malaika kujua. Kikawaida, ili uingie peponi kuna khutuwat, kuna hatua kadhaa, kuna hisab, kuna sirat, kuna kaita wa kaita wa kaita ila dukhulika aljanna, mpaka uingie peponi. Kuna process kadhaa mpaka mtu aingie peponi. Huwezi kuingia kirahisi kama vile unavyoona kwa muluku wafalme hawa, kwa rais. Ili ufike kwa rais kuna ukaguzi getini, upite katika mashine, sio upite uandike jina lako wewe ni nani, unatoka wapi,
sio una appointment na kadhalika na kadhalika, mpaka umfikie mfalme au rais. Wa fil janna qabla dukhulika aljanna, peponi kabla hujaingia peponi pia kuna hatua, na kuna sirati hiyo, wama minkum illa wariduha, kila mmoja lazima apite. As-siratu daqiq, njia nyembamba sana, inategemea amali yako na takwa na ikhlasi na matendo yako, utavukaje ndio upite peponi. Malaika wajue ndipo uingizwe peponi, lakini kuna watu wataonekana wako peponi, hata malaika hawajui, watawakuta tu wako peponi. Watauliza, kaifa dakhaltumul janna, vipi nyinyi mmeingia peponi? Ala, mbona hatujui? Katika kumbukumbu zetu hazionyeshi kama mmepita hapa. Wale watu watawaambia, abadna Allah sirran fi dari dunya fa adkhalana aljannata sirran fi alakhirah. Sallu ala alhabib. Sisi tulimwabudu Mola wetu kwa siri duniani, tulifanya ibada ya siri, naye Mwenyezi Mungu kaamua atuingize peponi kwa siri pia, hata nyinyi pasina kujua. Malaika wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe, fa'alu lima yurid, mwingi wa kufanya ayatakayo. Tumeamwabudu Mwenyezi Mungu kwa siri, kaamua atuingize peponi kwa siri, hata nyinyi hamjui malaika. Katika jumla za ibada za siri, ndugu zanguni, ni funga. Ibadatun la riyaa fi, ni ibada ambayo haina ria ndani yake, bainaka wa baina rabbik, kati yako wewe na Mola wako tu. Ibada nyingine zinaweza kuingiwa na ria. Ria maana yake kufanya kitu ili uonekane na fulani au jamii isikie kwamba umefanya kitu fulani. Ria, kufanya kitu kwa ajili ya Mungu lakini kwa ajili ya mwingine pia. Ria ambayo ni ashirkul asghar, ni shirki ndogo hiyo. Kufanya kitu kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika kitu hiko na mwingine, hiyo ni shirki ndogo. Sasa ibada ya saumu haina ria. Leo nani hapa kati yetu amefunga ili mimi nimuone kwamba amefunga? Na uhakika gani kama umefunga? Ni Mola wako tu ndiye anayejua kwamba umefunga. Ibada ya funga haingii na ria, haingii na ria, haina ria, la ria fi, haina ria. Lakini sala inaweza kuingiwa na ria. Unaweza kuja hapa imamu, ukaja hapa kuswali, ukataka tu Imam Khalid ya kuone kwamba na wewe unasali, ukataka watu wa kuone kwamba na wewe unasali. Swala inaweza kuwa na ria, kwamba acha niende msikitini na mimi wenzangu wanione, siku nikifa ni wanione ni mwenzao, ni mwana sunni mwenzao, acha niende. Hiyo ni ria. Uswali kwa ajili ya Allah, unasali kwa ajili ya watu. Zaka, unaweza ukatoa zaka au sadaka ili uitwe karimu. Unatoa, unatangaza kwa lengo la kuonekanwa, au unatoa ili watu wakuone wewe ni karimu, ni mtu mwema. Zaka inaweza kuingiwa na ria au utoaji. Haji, hija inaweza kuingiwa na ria. Acha na mimi niende Makka, nikirudi niitwe Alhaj Mawinda, Alhaj Muhammad, ili niitwe Alhaj fulani. Inaweza ikaingiwa na ria, na ria ni shirkul asghar, ni shirki ndogo. Lakini funga ni ibadatu la riyaa fi, ni ibada ambayo haina ria ndani yake. Na ndio maana Mtume sallallahu, Mwenyezi Mungu akasema, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kwamba funga ni yangu mimi nami ndiye ninajua nitamlipa nini mwenye kufunga. Na baadhi ya wanazuoni wanasema
Mwenyezi Mungu aliposema fa innahu li wa ana ajzi bihi, kwamba funga ni yangu mimi nami ndiye ninajua nitamlipa nini mwenye kufunga, kwamba ibada nyingine baadhi ya wafalme wameweza kuabudiwa kwa ibada hizo, kwa ibada mbalimbali. Baadhi ya wafalme wameabudiwa kwa ibada hizo, lakini duniani aliyeitikiwa juu ya ibada ya funga ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Hakuna duniani ukasikia watu wanafunga kwa ajili ya rais fulani, kwa ajili ya mfalme fulani. Thubutu, haitokei. Hata leo itokee mheshimiwa rais anasema, jamani, nataka Watanzania wote mfunge for me siku moja, hata nusu siku. Tutamwambia sawa mheshimiwa, tutamuitikia. Sisi tuna nyumba zetu, tunaingia ofisini kwetu, unapiga glasi yako, unapiga chakula chako, atakujua kwamba ulitii amri yake? Hawezi kujua kwamba ulitii amri yake. Hakuna mfalme yote duniani toka iumbwe dunia aliyetiiwa kwenye ibada ya funga, kwamba raia wangu nataka mfunge kwa ajili yangu. Hakuna. Aliyeitikiwa hilo ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aliyeitikiwa hilo ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee, tena sio kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada yenyewe ya funga ni ibada kongwe sana, na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema kama kutiba. Hii kama ni tashbih, wa hadha tashbihu fi al-fardiyya wa laysa tashbihu fi al-kayfiyya. Yani Mwenyezi Mungu anatuonyesha mfano kwamba nilivyowalazimisha nyinyi kufunga, kadhalika hata waliokuwa kabla yenu pia niliwalazimisha, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama nilivyowalazimisha wale ambao waliokuwa kabla yenu, kwa maana nyimati zilizokuwa kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nao walikuwa wakifunga. Funga ya Ramadhani imefaradhishwa kwa kila umma uliopita, wamelazimishwa kila umma uliopita, kama tulivyolazimishwa sisi kufunga mwezi kamili. Kwa hiyo tunafanana katika ule ulazima, lakini hatufanani katika kaifia, namna ya ufungaji. Wao walikuwa wakifunga kivyao vyao, si Ramadhani. Ninyi mnajua kwamba Ramadhani ilifaradhishwa Madina mwaka wa pili Mtume sallallahu alaihi wasallam kufika pale Madina, min sana athania min alhijra. Mwaka wa pili ikafaradhishwa funga ya Ramadhani, na Mtume alipofika pale Madina aliwakuta Mayahudi wanafunga yaumu Ashura, siku ya mwezi 10 mfungo 4, na ndio funga ambayo ilikuwepo wakati huo. Na kulikuwa na funga ya kufunga masiku matatu kila mwezi, ayyamu bid, na kadhalika. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza, ma hadha alladhi tasumunahu, hii funga ambayo unayofunga ni funga gani? Mayahudi wakamwambia Mtume, hadha yawmun adhim najallahu fihi Musa wa qauma wa gharraqa fihi Firauna wa qauma. Hii ni siku tukufu, sisi tunafunga siku ya Ashura mwezi 10 mfungo 4. Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu alimwokoa Musa na watu wake, akamwangamiza Firauni na watu wake. Fa nahnu nasumu, sisi tunafunga kuitukuza siku hii. Mtume akamwambia, fa ana ahqqu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi ya Musa kuliko nyinyi. Fasama, Mtume akafunga siku ya Ashura. Alipata elimu ile kutoka kwa Mayahudi, akafunga siku ile. Mwanzo tu alipoingia Madina akawakuta, lakini mwaka wa pili Mtume sallallahu alaihi wasallam
katika mwezi wa Shaaban ikashuka aya hii, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao walioamini mmelazimishwa nyinyi kufunga kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukiishi hapa la'allakum tattaqun, kuna habari kubwa. Tunakuwaje wacha Mungu? Ibada tukufu ya funga, ndugu zanguni, ina siri kubwa. Katika jumla ya siri yake mtaona katika mwezi wa Ramadhani mioyo inavyotengenezeka. Jamaatul khair, fudala, watu wenye uwezo, namna wanavyotengeneza mioyo yao kwa maskini na fukara. Mafakiri na maskini wanavyotengeneza mioyo yao kwa watu wenye nacho. Ukiangalia ni ibada ambayo inamkuta na inamlazimikia tajiri, maskini, mfalme, mtawaliwa, raia, wote wanafunga. Ni ibada ambayo inamfinyanga mwenye nacho kutoa. Leo mkiangalia wanaotoa katika mwezi wa Ramadhani si sawa na wanaotoa nje ya Ramadhani. Kutoa ndani ya Ramadhani kuna faida kubwa, kuna fadhila kubwa, malipo yake ni mudhaafu, yanaongezwa, kwa sababu inamfinyanga mtu katika wema. Tajiri ambaye hajaonja njaa, kuna watu hawajui njaa katika maisha, lakini kupitia Ramadhani wanajua kumbe njaa iko hivi, ambayo kwake maskini ni kitu cha kawaida. Kuna mfanya yule tajiri na mwenye nacho awakumbuke fukara wal masakin, ambao kwao njaa ni kitu cha kawaida. Mara nyingi mtu mwenye shida wakati wote hawezi kumkumbuka mwenye njaa. Mnamkumbuka Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam. Nabiullah Yusuf alikuwa katika hazina ya nchi ya Masri. Kama hapa tunasema ile BOT, mifedha yote ya BOT ilikuwa chini ya Nabiullah Yusuf ndani ya Masri, lakini alikuwa akikaa na njaa Yusuf. Akaulizwa siku moja, ya Yusuf, atajuu wa anta fi khazain al-ardh, Yusuf, unakaa na njaa na hali ya kuwa wewe uko katika hazina ya nchi ya Misri? Hazina yote unayo wewe, BOT yote unayo wewe, vipi unakaa na njaa? Nabiullah Yusuf akasema, akhafu an ashba fa ansa al-jai', naogopa nisishibe nikamsahau mwenye njaa. Kuna watu wanashiba sana kwa sababu hawajaonja njaa, hawakumbuki maskini na mafakiri. Kupitia saumu inawakumbusha, na ndio maana katika mwezi wa Ramadhani watu wote, hata mtu akiwa bakhili kiasi gani, Ramadhani atatoa, na asipotoa huyo hata mwezi wa Ramadhani fakabbir alayhi 4 takbirat, mswali salatul janaza, hafai. Maana miezi mingine yote utoi, unacho, hata Ramadhani utoi, wewe inafaa kuswali salatul janaza ukiwa hai, maana huna maana katika dunia, huna maana mbele ya Mwenyezi Mungu, huna maana kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ibada hii ya funga katika jumla ya siri zake na matunda yake, ni wakumbushe juu ya thamaratu siyam, faida zinazopatikana katika funga. As-sawmu yuallimu al-amana, funga inafundisha uaminifu, inafundisha uaminifu na inafundisha kuchunga haki za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi sirri wal alan, katika mazingira ya siri hata mazingira ya wazi. Uaminifu ni pale
Hakuna yote miongoni mwetu ambaye leo anaweza akaingia chumbani kwake akafungua friji yake na kabati akatoa soda, juice, keki, apple akala au akanywa. Hakuna miongoni mwetu anaweza kufanya hivyo, na yuko peke yake katika chumba, yuko peke yake katika nyumba, lakini hawezi kufanya hivyo. As-sawmu yuallimu al-amana, funga inafundisha uaminifu, hata katika mazingira ya siri, kwamba wewe ni muaminifu mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Unamwabudu Mola wako kama vile anakuona, na kama umuoni basi yeye anakuona. Inafundisha uaminifu, kwamba hapa mimi niko na Mola wangu na nitaendelea kuwa muaminifu hata kwenye mazingira haya. Na huo uaminifu sasa unatakiwa uulete katika jamii, uulete kwa waumini wenzako. Kama ulivyokuwa muaminifu inda rabbik, mbele ya Mola wako, basi kuwa muaminifu kwenye eneo lako la kazi, kuwa muaminifu kwenye shughuli zako mbalimbali. Funga inafundisha uaminifu na kuchunga haki za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika jumla ya thamarat as-siyam, matunda na faida za funga, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema naumu swaim ibada, usingizi wa mtu aliyefunga ni ibada. Yani leo mtu amekaa ukamchukua usingizi. Kuna mmoja nimemwona hapa, usingizi umemchukua, nilivyoutaja usingizi kastuka kaamka, na mstiri. Endelea tu kusinzia, huo usingizi wako ni ibada. Naumu swaim ibada, usingizi wa mtu aliyefunga, Mtume anasema ni ibada. Wasumtuhu tasbih, na kule kunyamaza kwake akakaa kimya kujilinda asije akatamka yasiyofaa, anaandikiwa malipo ya kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa amaluhu mudha'af, na matendo yake yanazidishwa. Ukifanya fardhi ulipo mara 70, ukifanya la sunna uandikiwa kama vile umefanya faradhi. Amaluhu mudha'af, matendo yake yanazidishwa. Wa du'auhu mustajaba, na dua yake inajibiwa. Yani mfungaji wakati wote akimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajibiwa. Ud'u rabbakum, muombeni Mola wenu wa antum saimun, na hali ya kuwa mmefunga. Dua zenu zinajibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwe kwa haraka, kwa kukucheleweshea, mahma itakavyokuwa, lakini Mwenyezi Mungu lazima akujibu. Wa dhambuhu maghfur, na dhambi zake ni zenye kusamehewa. Ukiwa umefunga mwezi wa Ramadhani, tukirudi kule imani na ihtisaba, kwa imani na kutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhambi zako ni zenye kusamehewa. Min thamarati siyam, ni katika matunda ya funga. Ni katika matunda ya funga kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea faida nyingi zinazopatikana katika ibada tukufu ya funga, ibada ambayo wanazuoni wameigawa katika vigawanyo viwili. Kwa maana saumu inagawanyika katika vigawanyo viwili, kwa maana ya kwamba kuna saumu al-atqiya
wa saumu sufaha. Kuna funga ya wachamungu na kuna funga ya wapumbavu. Saumu al-atqiya, funga ya wachamungu ni ile saumu jawarih, kufunga viungo vyake muumini vyote. Saumu jawarih ndio ile ambayo inapatikana katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, laysa siyamu min al-akli wash-shurbi inma siyamu min al-lahwi war-rafath. Kufunga si kujizuia kula na kunywa tu. Kufunga ni kujizuia na uovu na yote mambo machafu. Na hata ukirudi katika taarifu ya kufunga, taarifa ya kusema ni saumu anil akli wa shurbi, ndio maana ya funga la imesema ni kujizuia na vyenye kufunguza. Kufunga maana yake ni kujizuia na vyenye kufunguza, sio anil akli wa shurbi, si kula na kunywa tu. Kuna zaidi ya hivyo. Saumu jawarih, yani funga ya viungo. Mdomo wako unaufunga, hautukani katika mwezi wa Ramadhani, hausengeni wa anta saimun, hali ya kuwa umefunga, hauteti mtu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Unaufunga mdomo wako na kila kile kisichofaa. Unafunga masikio yako kusikiliza visivyofaa. Umesikiliza muziki miezi 11, ngoma na upuuzi mwingine miezi 11. Zuia masikio yako katika mwezi huu. Funga masikio yako, usisikie isipokuwa mambo ya kheri. Sikiliza Qur'ani kwa wingi, fi shahri alladhi unzila fihi alquran, katika mwezi ambao Qur'ani imeshuka. Sikiliza Qur'ani. Saumu jawarih, pua yako isinuse vitu vya haramu. Isinuse vitu vya haramu. Mikono yako isichukue haki ya mtu, isidhulumu mtu, isipige mtu, isipokee rushwa wala isitoe rushwa. Ukiletewa rushwa katika mwezi wa Ramadhani, unamwambia mtu la, huu mwezi wa Ramadhani bwana msitaki. Haina maana miezi mingine inaruhusiwa. Ile bi hurmati shahr, kuheshimu tu mwezi. Hata Ramadhani nipokea rushwa bwana, hapana bwana, niache bwana. Kama umeshindwa kabisa, naomba tafutani miezi mingine baada ya Eid. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani utoi rushwa wala upokee rushwa, kwa sababu ya utukufu wa mwezi wa Ramadhani. Unafunga pia hata mkono wako, unafunga miguu yako hii kwenda mahala pasipompendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwenda kwenye maeneo yasiyofaa, night clubs, kwenye mabaa, kwenye maeneo ya upuuzi. Funga hii ndio saumu al-atqiya, saumu al-jawarih, ndio funga ya wacha Mungu. Wanafunga viungo vyao vyote. Na ukifunga katika sura hii, lile lengo litafikiwa, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lengo litafikiwa ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini saumu sufaha, funga ya pumbavu, ni ile mtu anafunga alafu anaviacha viungo vyake vyote viwe huru. Anaacha macho yake yawe huru,
wakipita wanawake hapo ajnabiyat, anawasindikiza kwa jicho mwanzo mwisho, anaangalia mahasini al-ajnabiyat, mapambo ya wanawake wa kando, hapitu na kitu, wanasindikiza. Na hata wanaume pia nao wanapopita mbele ya wanawake wakawasindikiza kwa macho ya kuwatamani, ni makosa. Maana jambo hili liko kote kote kwa wanaume na wanawake. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lilmu'minati yaghuddna min absarihin. Wanaume na wanawake wametakiwa wafunike macho yao. Sikwambii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo unafunga macho yako, unafunga viungo vyako vyote, na ukifanya hivyo lengo litafikiwa la uchamungu. Lengo la uchamungu litafikiwa. Sisi ndugu zanguni, tumemwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda wa miezi 11. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa fadhili zake akatupa mwezi mmoja ili iwe ni sababu ya kusamehewa tuliyoyafanya miezi 11, tena kwa kutulazimisha. Allahu arham liibadihi min alwalidati biwaladiha, Mwenyezi Mungu ana huruma sana kwa waja wake kuliko hata huruma ya mama kwa mtoto wake. Mungu ana huruma sana na sisi, anajua maslahi yetu ruhan wa jasadan, kiroho na kimwili. Akasema hawa nisipowalazimisha, hawajui maslahi yao, hata niwalazimisha ili tupone. Ndio ikaja kutiba alaikum siyam, ay furidha, mmelazimishwa. Na huo lazima li maslahatikum, kwa ajili ya maslahi yenu. Ukifunga kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, fungeni mtapata afya. Uliza madaktari al-atibba, wangapi wameponyeka maradhi yao kwa sababu ya ibada ya funga? Fungeni mtapata afya. Na kweli watu wanapata afya. Ukiangalia source ya maradhi mengi ya wanadamu, min al-makulat wal mashrubat, source ni kula sana na kunywa sana. Kula hovyo, kunywa hovyo, ndio source, ndio chanzo cha matatizo ya afya ya wanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia saumu anakwenda kututibu, tena anatulazimisha. Katabib, at-tabib alladhi yukallifu al-marid bi shurbi dawaa murra, daktari ambaye anamlazimisha mgonjwa kunywa dawa iliyo chungu. Lengo la daktari si kumtia uchungu mgonjwa wake, hapana, liyasila ila shifaihi, ili afikie mahala pa kumponya yule mgonjwa. Anamlazimisha, lazima unywe dawa hii. Mgonjwa ataona ni chungu, hataki dawa, daktari anasema lazima unywe. Si lengo lake amtese. Na ndivyo zilivyodhihiri hikma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi taklifi ibadihi bisawm, katika kuwalazimisha waja wake kufunga. Si kwamba awatese au aadhib, hapana, afikie kutuponya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kweli kupitia ibada hii ya funga tunaponya roho zetu, tunaponya miili yetu. Kiroho ukiangalia, tunajifunza huruma. Kwenye mwezi wa Ramadhani tunahurumiana, tunasaidiana, wenye nacho utoa zaidi. Nje ya Ramadhani
Si kitu rahisi mtu kuita watu 100, 200 akawalisha, lakini leo tunaona watu wenye uwezo, mtu ataita watu 20, mwingine 10, 15, atawafuturisha, atawalisha. Acha kutafuta man fatara saiman, thawabu za kumfuturisha mwenye kufunga, lakini ni roho funga imemfinyanga katika huruma na upendo. Ni thamarati siyam, katika jumla ya faida za ibada tukufu ya funga, ibada ambayo sisi kama Waislamu inatuleta katika umoja wa kipekee. Leo ukiangalia katika arkanu al-Islam, nguzo za Uislamu, hakuna ibada ambayo Waislamu wanashiriki zaidi au nguzo ambayo Waislamu wanashiriki zaidi kama nguzo ya 4. Kuna wanaoswali, wanaotoa zaka, wanaokwenda hija, lakini wanaofunga ni wengi zaidi. Wanaoshiriki katika funga, katika nguzo ya funga ni wengi zaidi, kwa sababu ni ibada ambayo ina siri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni ibada ambayo inamleta muumini kuwa karibu zaidi na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ni ibada tukufu, ni ibada tukufu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameizungumzia katika sura nyingine, kwamba hawa wenye kufunga hawa, katika kuonyesha fadhlu Ramadhan au fadhlu siyam, utukufu na ubora wa funga ya Ramadhan au utukufu wa saumu, kule peponi kuna mlango maalum unaitwa Ar-Rayyan. Peponi kuna milango mingi, lakini siku ya Kiyama isaimun, Mtume anasema inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Peponi kuna mlango unaitwa Ar-Rayyan, ni mlango maalum huo. Yuqalu yawm al-qiyama aina saimun, watasema siku ya Kiyama, malaika watasema wako wapi wafungaji? Asaimun, wako wapi wafungaji? Ili waingie peponi kupitia mlango huo. Yaani huo ni VIP door, ni mlango wa watu maalum, watu maalum wenye hadhi maalum, na hadhi yao ni isaimun, wafungaji tu. Ainahum, wako wapi? Mtume anasema fa idha dakhala akhiruhum ughliqa dhalika albab, akiingia yule wa mwisho wao tu unafungwa ule mlango, kwa maana hakuna mwingine atayeingia kupitia mlango huo. Sallu ala habib. Wako wengine wataingia peponi, lakini watakaoingia peponi kupitia mlango huo ni wafungaji pekee ambao waliotekeleza ibada hii, ibada tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ajaban, ajabu iliyoje leo mwezi kama huu wa Ramadhani umefika, tunashindwa kuutumia ipasavyo. Bado mtu anautumia mwezi wa Ramadhani kwa kucheza karata, anautumia mwezi wa Ramadhani kwa kucheza mpira, anautumia mwezi wa Ramadhani kwa kucheza bao, anautumia mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuangalia michezo ile katika televisheni. Mama zetu, dada zetu, wake zetu kutwa wanaangalia michezo ile ya Kituruki. Sasa hivi kuna ya Kisaudia, kuna ya Kichina, sijui ya kila nchi wanaleta tamaduni zao kupitia michezo hiyo, na sisi tumekuwa wateja wa michezo na culture zao, kuangalia tamaduni zao na mambo yao.
Umeangalia michezo miezi 11, hao Waturuki wako mnahitaji ile Ottoman na mengine na mengine, badala ya kuweka Qur'an, idha'atu al-Qur'an al-Karim Makkah, au kaweka Madina. Hapa nchini tuna television kadha wa kadha, na nje ya nchi Islamic channels ziko nyingi. Tuwakataze wake zetu na watoto wetu muda huu, basi kama uangalii channel za Kiislamu, basi angalau mwezi huu basi wa Ramadhani tuwawekee wapate faida, tupate faida za mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuitumie Ramadhani ipasavyo. Ulaya huko watu wenye nafasi zao, matajiri wako, wengine tunawasikitikia, wengine uhama hata nchi. Mtu anatoka katika nchi yake, katika miji ya Kiislamu, anakwenda Ulaya, anaikimbia Ramadhani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni msiba mkubwa, unakimbia ibada ya Ramadhani kwamba siwezi kufunga katika miji hii ya Waislamu, unakwenda nchi nyingine. Au wengine wanajitia maradhi kuikimbia Ramadhani. La tatamarradhu fatamradhu fatamutu, msijitie maradhi mkajapata maradhi kweli mkaja kufa. Usijisingizie maradhi kuikimbia Ramadhani, kwamba sasa una kidonda cha tumbo, vidonda vya tumbo, una moyo, una pressure, una hiki na kile. La, Ramadhani ni fursa Waislamu. Ramadhani ni rasilimali, tuitumie. Kila kitu tunachofanya ni mudhaaf, uzidishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi kutekeleza ibada tukufu ya funga kwa kuchunga hudud, kuchunga mipaka yake, kuchunga adabu zake, kuchunga sharti zake. Hili ni jambo la muhimu sana, maana tusifunge Ramadhani bighairi ilmi. Ukiangalia mfano katika madhehebu ya Shafi'i, si tunaelezwa kufunga kuna nguzo mbili: an-niyya, kwanza ni nia, pili ni kujizuia na vyenye kufunguza. Inda Shafi'i wal Malikia, nia ni nguzo, lakini kwa wengine inda al-Hanafia ni nguzo, illa inda al-Hanabila laysa birukni, kwa Hanbali si nguzo. Lakini inda al-Shafi'iyya wal Malikiyya wal Hanafiyya ni ruknun, ni nguzo. Utie nia kwamba utafunga, na Mtume anasema innamal a'malu binniyat, amali zote ulipwa kwa nia. Ibada zote katika Uislamu lazima ufunge kwa nia, lakini ya pili ni kujizuia na vyenye kufunguza. Sio kujizuia na vyenye kula, sio kujizuia na kula na kunywa, kujizuia na vyenye kufunguza ambavyo tumeeleza ni vingi sana. Kwa hiyo ndugu Waislamu, leo bimashiatillah tumeangalia fadlu Ramadhan wa asraruhu, fadla za mwezi mtukufu wa Ramadhan na siri yake. Sikutaka kuzungumzia juu ya ahkamu siyam, kwa sababu zinatofautiana, au sunan au mubahat au mubtilat, utofautiana katika madhahib zetu, lakini nimezungumza kitu cha ujumla ambacho kila mmoja kwa madhehebu yoyote ile atazingatia utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukiangalia
katika jumla ya utukufu wake pia ndiyo mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliiteremsha Qur'an. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kutiba alaykumus siyam, imefaradhishwa kwenye kufunga, pia kutuacha ulazima huo tufunge wakati gani? Akasema shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, fungeni katika mwezi wa Ramadhani ambao Qur'ani imeshuka. Tunafunga kwa muda gani? Akasema ayyama ma'dudat, ni masiku machache. Masiku machache yenyewe ni haya, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, yaliyomo ndani ya mwezi wa Ramadhani ambayo Qur'ani imeshuka humo. Kwa maana Qur'ani imeshuka jumlatan wahida, kwa mkupuo mmoja, min lawhi mahfudh ila baiti al-izza min as-samai dunya, kama alivyosema habru hadhihi al-umma Abdullah ibn Abbas wa tarjuman al-Quran, kama Qur'ani ilimshukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 23, lakini katika lawhi al-mahfudh ilishuka jumlatan wahida kwa mkupuo. Kutoka pale lawhi al-mahfudh kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilishuka kwa muda wa miaka 3 ala hasabi al-waqa'i, kwa kuzingatia matukio mbalimbali. Ndugu Waislamu, mwezi huu ni mwezi wa Qur'an, ndio mwezi ambao tusome sana Qur'an, tuisikilize sana Qur'an. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuifunga Ramadhani ipasavyo. Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie funga yetu. Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe makosa yetu. Allah subhanahu wa ta'ala aibariki nchi yetu, aturuzuku amani ya kutosha. Allah subhanahu wa ta'ala aibariki Sunni Muslim Jamaat, viongozi wake, waumini wake na waislamu kwa ujumla. Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana, Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana, Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana, waghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unaangalia Al Khair Online TV.